Tunamshukuru Mungu tena kwa sababu leo asubuhi kama nabii mchango unaweza kushukuru Mungu sana, na nashukuru pia kuweza kuwaona ndugu hawa au watu ambao wamekusanyika leo kwa mara ya kwanza. Mungu awabariki sana. Pia naheshimu kuweza kuwaona wazee wetu wa mara ya kwanza. Mungu awabariki sana. Tuko hapa tulianza somo hili la kama ya nchi tangu siku ya nne. Leo tumefika siku ya tatu ya ibada hii, na somo letu hili nzuri la kama ya nchi tumelipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza verse ya kwanza. Kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kujumuika pamoja nasi, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza verse ya kwanza kabisa. Hapo ndipo somo letu hili nzuri la kama ya nchi limekwenda kupatikana. Kabla sijaendelea, Yesu nakushukuru kwa baraka zako na nguvu zako. Nasema asante kwa matendo yako makuu ya ajabu. Tazama niko mbele zako na hadi yako na uwepo wako ukiendelea kutamalaki na kuenea. Mamlaka yako Bwana ya ajabu yaweze kutembea katikati ya ibada katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Kwa majina naitwa Bakari Athumani. Bakari Athumani ndio majina yangu. Kama sijaenda na somo hili nzuri, natamani kuweza kuchukua dakika kama 15 tafadhali. Wahusika wa muda usianze kueleza na Mkristo kucheza mpira ni dhambi. Swali la kwanza. Okay. Nikusihi uliouliza swali hili ni swali nzuri sana, lakini tutambue hivi dhambi ni nini ili kuona pia hizo kuwa dhambi. Kwa maana tukijua dhambi, hapa ndipo tutajua kama kweli kwenda kuangalia mpira kibandani ni dhambi au sio dhambi. Na hii ndio changamoto leo ya makanisa mengi. Watu tunafikiria kwamba kuna madhambi lakini hakuna madhambi. Dhambi huwa ni moja tu. Bwana tusaidie sana. Dhambi huwa ni moja tu, hakuna madhambi. Kuna tofauti ya dhambi na kosa, sio kitu kimoja. Usiende mbali, swali hili nzuri sana. Utambua kwamba hili huko duniani, tena hili huko mbinguni kiroho. Na tunaposema hili huko duniani, kuangalia mpira haigawa dhambi, wanapopiga zoezi kidogo haigawa dhambi hata kidogo. Tuko sawa bwana wa Bwana? Pia ni sehemu ya zoezi au mtazamo wa kwanza. Itakuwa dhambi kama wewe utaenda kucheza mpira na huko na vitu vingine. Hapo ndipo ndio inakuwa nini? Dhambi. Lakini bado kuangalia mpira baada haijawa dhambi hata kosa kabisa. Haijawa dhambi wala kosa. Ambaye anafundisha hapa mwenyewe anapiga zoezi asubuhi. Nacheza mpira kidogo. Onani fahamu na hili jambo nalielewa. Kwa hiyo tusaidie sana. So mpira sio dhambi. Tena mpira unaweza ukawa hata sehemu ya kupeleka injili. Mpira unaweza ukawa hata sehemu ya kupeleka injili. Tuweze kuelewa hili. Injili ni moja, lakini mbinu za kuwasilisha injili ni nyingi sana. Nyingi sana. Ila sisi tunajua moja tu ya kwenda kuwauzia watu. Tena kwa ukali utaungua. Bwana tuulize sana. Utaungua sio injili bwana. Injili ni habari njema ya wale wokovu. Utaungua ni habari ya msiba, sio habari ya injili. Hiyo sio habari njema. Haleluya. Okay. Lakini kwa hili nimepata swali lingine nzuri sana kabisa. Na nafikiri muda huu ni muda wa kunywa dawa. Dawa ina sifa kuu mbili. Hakuna mtu anayekunywa dawa huko anacheka, haijawahi kutokea. Lazima ufunge uso, lazima uchome kwa kuwa dawa. Sifa ya kunywa dawa
lazima ufunge nini uso ya kwanza, lazima uchome. Hiyo ndio dawa inayoponya. Lazima niulize kidogo ili tupate kupona. Swali hili linasema Waefeso 4:11, maandiko isome. Sawa, mtumoja atumia kitabu cha Waefeso sura 4:11. Amedai kusoma. Okay, habari hizi za hapa ni habari za alipokaa anatoka mateka akatoa moja kuwa mitume, wachungaji, manabii, wainjilisti na walimu. Hizi ni habari za huduma au karama za uongozi ndani ya kanisa. Kisha anasema mwalimu, umesema ya kwamba kambini hakuna nabii. Yes, kambini hakuna nabii. Kila ya kwanza, nabii ni nani? Nabii ni nini? Unabii ni nini? Nao unabii unatoka wapi? Wanatusaidia sana. Mtu huyu ameuliza swali nzuri kabisa. Nabii ni nani? Unabii ni nini? Na unabii unatoka wapi? Anaendelea kusema kazi za Yesu kuliona kanisa zilikwisha isha, kwa maana manabii ndio wanaoona kanisa. Kile ndio anasema, umesema kama Mungu hana haja ya waombaji. Luka 22:46. Hapo anasema kama aliomba mara ngapi kwa siku? Mtu anadaiwa kuomba mara ngapi kwa siku? Bwana tusaidie sana. Natamani mtu huyu aliyeuliza swali hili aweze kulisikia kwa sikio la wanafunzi. Haijalishi ni mwimbaji. Kama ni mwimbaji katika swali hili, alisikie kama nani? Mwanafunzi. Kwa kuwa mimi ndio walimu wa ibada hili. Haleluya. Kama ni mwalimu, alisikie kama mwanafunzi. Sema amen. Nasema kwamba nabii ni nani? Ni swali la kwanza. Swali hili lingelijibu katika nyanja kuu 7, lakini lingelijibu katika nyanja kuu 2. Jambo la kwanza, watu wengi wanafikiri ya kwamba nabii yupo mpaka Agano Jipya. Jana mimi nilikuwa hapa nilisema ya kwamba Agano Jipya hakuna nabii, bali kuna karama ya unabii. Agano Jipya hakuna nabii, bali kuna karama ya unabii. Tukisema ya kwamba Agano Jipya kuna nabii, ni sawasawa na kujenga vibanda vitatu. Yesu alikataa hiyo, alipinga kabisa. Naanza kumwelezea vizuri. Na shida nyingine ni kwamba tunafikiri nabii ni mpaka ngoma mpigwe ndio mtu atabiri, lakini tunaposema nabii hakuna uhusiano wa ngoma ili mtu atabiri. Nabii ilikuwa ni ofisi. Nabii alihitaji mpaka mwenyewe kufika na kusema shida yako ni nini na dawa yako ni nini. Bwana tusaidie sana. Haikuhitaji ngoma, hakuna kabisa. Wala mahombi haina haja na hiyo. Tumezaliwa sema neno. Hiyo ndio nabii. Nabii alikuwa ni jicho la Mungu. Nabii alikuwa ni kinywa cha Mungu. Na changamoto hii ni moja tu, ni kushindwa kuelewa kitabu cha Waebrania vizuri. Ukisoma kitabu cha Waebrania vizuri, habari hizi za manabii za makuhani zipo very clear, lakini watu tumepewa wazifu wa kusoma. Na unaposoma pia kuhusu Roho Mtakatifu akusaidie kuweza kuelewa maandiko. Kwa maana Biblia sio kitabu cha historia tu, wala hili sio gazeti. Hili ni neno la Mungu. Sema neno. Okay. Sasa kama tunaendelea ili niweze kufungua hili vizuri, ningehitaji vijana ambao wanajua kama ya nchi wa nane apite mbele kidogo. Vijana wa nane wanatokea Agano Jipya, lakini kwa mazingira ya Agano la Kale. Kitabu cha Biblia kinasema hivi
kamera ya jana, si picha yenyewe, bali ni kivuli pekee. Sema amen. Nahitaji vijana wa Nalo tafadhali, kuna watu sawa kuongoa muda. Vijana wako wapi? Tuelezee hili swali, tuelezane vizuri. Vijana mpo? Kama ni ya nchi, haleluya. Okay, watu saba tafadhali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bwana wengine hapa wawili barikiwa Mungu. Wengine mmoja wasikia huku baada ya vitu jawabu haya hapa. Sawa. Okay. Sema leo. Tamani kwanza kuelezea vitu vinavyo vya Biblia. Hata kama ukienda chuoni leo Biblia utaelewa. Biblia ina vipindi nane. Ambao kuna mmoja anasema vipindi 7 hapo sahihi kabisa. Kwa maana kipindi kimoja na vipindi vingine vinakaribia kuingiliana. Sasa natamani niweze kuboresha jinsi Mungu alivyoanza kutembea na watu, na kupitia mfano huu utajua leo si tuko mhala gani. Tuko hapa kipindi cha kwanza, tuko hapa kipindi cha pili, tuko hapa cha tatu hadi cha 8. Bwana saidie sana. Nitakuonyesha maisha ambayo mtu aishi hapa na hapa hadi kule katika Biblia. Ukitaka vizuri hapa Biblia nzima ukielewa leo kile darasani tafadhali inajibu swali la nabii. Nimesema kamili hakuna nabii. Kama kuna nabii asimame atuambie Kongo itapata uhuru siku gani? Amani ya Kongo itapatikana lini? Hiyo ndio kazi ya nabii. Kwanza ndio sana. Nilisema kuna karama za unabii. Okay. Kipindi hiki hapa ni kipindi cha kwanza. Kipindi hiki cha kwanza mwanadamu ameomba pia Mwanzo sura ya kwanza ndio hapa. Mwanadamu kikubwa anaweka ndani ya bustani ya Edeni ili aweze kuishi. Ndio sawa? Kipindi cha kwanza. Kutoka kipindi cha kwanza tukaingia kipindi cha pili. Mwanzo sura ya pili. Ni hapa. Mwanadamu akaanza kuishi na ishi ya dhamiri safi. Hapa hakuna dhambi. Lakini hapa alipewa maagizo usile. Hapa dhamiri safi. Usile. Nini? Tunda. Na tunda ilikuwa ni tunda tu. Kutokana na mtazamo ya kusema kwamba tunda ilikuwa ni kitu kingine. Kwa maana katika bustani hii matunda yalikuwa ni moja. Bwana tusaidie sana. Hapa mtu anaanza kuishi kwa dhamiri safi. Lakini hapa amepewa maagizo. Mwanzo sura ya 2. Kufika hapa kipindi cha ngapi? Cha 3. Utawala wa mwanadamu. Hapa mwanadamu akaanguka dhambini. Mwanadamu akala tunda. Na nimesema dhambi ilikuwa kula tunda. Kwa maana alifanya dhambi baada ya kula tunda. Nikasema dhambi ilikuwa ni kuharibu kutoka kutii. Alihasi hapa. Tuko sawa ibada. Na siku hii ambayo alihasi ndiyo siku ambayo alikufa. Kwa maana kuna kufa na kufariki. Adamu alikufa siku aliyokula tunda, lakini Adamu hakufariki siku aliyokula tunda. Alifariki na miaka 900, lakini alikufa siku aliyokula tunda. Tuko hapa kwenye kipindi cha ngapi? Cha 3. Mungu alipotembea na mtu hapa, Mungu alipotembea na mtu hapa, na Mungu alipotembea na mtu hapa. Hapa ni Mwanzo sura ya 3 mpaka sura ya 11, habari ya ujenzi wa mnara wa Babeli. Hapa sema leo ndio mko hapa ni aiki. Okay, hapa ni kipindi cha 4. Hapa ni mfano wa mwanadamu. Kufika hapa ni kipindi cha 4, kipindi cha ahadi. Mwanzo sura ya 12 hadi kitabu cha Matendo Mitume sura ya 2 hadi ndio hapa kipindi cha ahadi. Mungu atoa mtafiti akapatia maelekezo ya kutembea naye kipindi hiki. Fahamu kwenye kipindi hiki cha dhamiri safi, kwenye kipindi hiki cha utawala wa mwanadamu, hapa mtu aliruhusiwa kuoa dada yake. Tuko sawa? Hapa mtu aliruhusiwa kuoa dada yake.
Ndio maana utaona kule mbele karibu atafika Lodi atamjua mkewe. Si kwamba Lodi kulikuwa na watu hapana. Lodi hakukuwa mtu hata mmoja. Mwana ile akamjua mkewe ni kufanya naye sex. Tendo la ndoa hapa. Alipofika kule akalala na mkewe wakapata mimba. Si kwamba alifika kule akaoa. Lodi hakukuwa mtu. Hizo ni habari za wanasayansi. Ni habari za kihistoria za hili. Sio kweli na ni pagani tu. Bwana eleza ni hapa. Mtu alioa baba yake. Kufika hapa ni kipindi cha ahadi Mungu anaweza kumwambia mwanadamu. Mwanzo sura ya 12 hadi kitabu cha Matendo Mitume sura ya 2. Ndio hapa. Lakini kutoka hapa tutafika hapa kipindi cha 7 cha kipindi cha 5. Pia kuna kipindi cha 5. Hiki ndicho kipindi cha sheria. Sema sheria. Mungu alipoanza kutembea na mtu hapa, alichagua manabii, manabii, wafalme, makuhani, manabii, wafalme, makuhani, waamuzi, watu 5 hapa. Alitokana watu wangapi? 5 hapa. Ndipo alipokuwa akijifunua kwao mara kwa mara. Agano hili, agano la kale. Kipindi cha sheria hiki. Hapa kuna kipindi cha sheria ndipo mtu aliporuhusiwa kwa watu mke wake zaidi ya mmoja hapa. Na watu 5 ambao nimekutajia hapa ndio waliokatazwa kunywa pombe. Watu wangapi hao? 5. Kuhani, mfalme, naziri, mwamuzi na nabii. Hawa na walikuwa na masharti yao. Hawakugusa damu hovyo. Ndio maana kusoma kitabu cha Luka kuna habari ya Samaria mwema. Mtu mmoja alitoka Yerusalemu kuelekea Yeriko. Alipofika njiani akashikwa na wajangani. Wakampiga, lakini wale walipomuona akapita kando. Lengo la kupiga kando ni kwamba asigusi damu. Kwa maana alikuwa na masharti ya kutokugusa damu. Bwana ndiye sana. Unajua pia sisi ambao ni kanisa leo tunatakiwa kukaa katika Kristo. Usitoke ndani ya Kristo kuelekea gizani. Hivyo kuna mnyang'anyi ambaye ni shetani. Ndio maana Msamaria mwema akaja akamchukua yule mtu. Msamaria mwema ndiye Kristo mwenyewe. Sema neno. Wapi yako hapa? Tuko sawa? Hapa. Manabii atafanya kazi kama jicho. Na kazi hii ya manabii haikuhitaji nyumba hata kidogo. Ilikuwa ni ofisi. Unaona hata mtu akipotea ukifika kwa nabii atakwambia nenda sehemu fulani utampata yule mtu. Ndio kazi ya nabii tafadhali. Hapa kipindi cha ngapi? Cha 5. Kipindi cha 6 na hata mkoa wa habari nyingi za sheria ni kipindi cha neema. Kitabu cha Mathayo sura ya 9 hapa ni kitabu cha Kutoka sura ya 20 mpaka kitabu cha Warumi sura ya 4 ndio sura ya mwisho hapa sheria. Kufika hapa ni neema. Mathayo mpaka kitabu cha Ufunuo sura ya 19. Tuko sawa ndoga? Hapa neema. Hapa kuhani alikuwa mtu special. Hapa ni neema. Tumefanya sote kuwa makuhani wa Kristo. Tumekuwa sote manabii wa Kristo. Tumekuwa sote waamuzi wa Kristo na Yesu Kristo waamuzi mkuu. Haleluya. Hapa mimi hao ni makuhani. Yesu anakuwa kuhani mkuu. Hapa ndipo tulipo. Na hapa ni sheria, hapa ni maandiko, hapa ni neno. Kuna tofauti wa kuhubiri maandiko na kuhubiri neno. Ukihubiri maandiko utahukumu watu, ukihubiri neno utaponya watu. Wala tusaidie sana. Lazima sote tuelewe hili. Hii ndio changamoto ya watu wengi. Watu wengi wanahubiri maandiko. Na sheria inakuwa na andiko pia linakuwa. Lakini hapa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 verse ya 4 anasema Kristo ndiye mwisho wa sheria. Na vile watu wa mwalimu wangu hapa wa kitabu cha Warumi yupo na mpenda sana amelifundisha kitabu hiki vizuri. Bwana msaidie sana mwalimu. Haleluya. Okay, tuko wapi? Hapa. Ndio. Hapa ni kuchukuliana mizigo. Hapa hakuna aliye bora kuliko wengine hapa. Hapa kila mtu ni nabii hapa. Tuko hapa sisi wote. Bwana msaidie sana. Hakuna haja tena kutabiriwa hapa. Hapa tuko hapa sote. Agano jipya.
Shida watu wanachukua magunia leo ya kale kuingiza katika agano jipya. Hiki ni kivuli cha neema ya jana, kwa maana kusema ya kwamba Torati amekifanya kuwa kama kukuu, kichimizi kwamba agano la kale ni kukuu. Sema kukuu. Agano jipya ndio hapi ovi, na hii ndio ya kwetu. Hata dhambi ilikuwa mpaka ufanye tendo, kama ilikuwa mpaka uwe ndio dhambi inaonekana, lakini hapa unapoanza kujua umekwisha kujua. Tuko sawa? Hapa ndipo tulipo hapa. Tusikonfuse mada tafadhali. Hii ndio Biblia, sio kitabu cha historia. Ni neno la Mungu. Bwana sana. Tuko hapa. Tuko hapa. Neema. Neema. Hakuna aliye bora kuliko wengine. Neema hapa. Neema. Sema neema. Neema. Tuchukuliana mizigo. Tuko hapa. Hapa hakuna haja ya sheria hapa. Tuko sawa? Kwa maana sheria ikiongezeka dhambi inaongezeka. Kufika hapa ni kipindi cha miaka cha 7. Hapa ni kipindi cha miaka 1000. Ufunuo sura ya 20. Hapa miaka 1000. Hapa mpaka hapa haijafika. Tumechukua hapa, kuna baki vipindi viwili. Tuko sawa? Tuko hapa sasa hivi. Kuna baki vipindi viwili tuweze kuishi nchi. Tuko hapa tafadhali. Hapa ni Ufunuo sura ya 20. Utaona miaka 1000. Hapa ndipo kuna habari za chapa taziona hapa. Hapa ndipo watu watalia mlima uangukie hapa. Tuko sawa ibada? Sema leo. Na kipindi cha mwisho ni kipindi cha mwaka cha utawala wa milele. Hapa ndipo wendaji wanaimba ombe wale na mbeka yangu ndio hapa sasa. Ndio kipindi cha mwisho ambapo Yerusalemu mpya kutoka juu mbinguni. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Sema amen. Mbarikiwe sana. Nafikiri hilo swali la unabii hamna, atufungwe na sheria tena. Sisi si wajumbe wa andiko, sisi ni wajumbe wa neno. Hiyo ni Wakorintho wa 2:3-6. Itakusaidia sana. Okay. Pendo wangu. Somo linaendelea. Wale ambao jana hawakuwepo, somo hili jana tulishika kwenye tuliona habari ya nchi. Tulijaribu kuweza kuonesha maana kwenye summary, tukagusa hilo, lakini pia nisipeleke haraka. Somo hili na makusudi makuu matatu. Kusudi la kwanza ni kusaidia watu kujua hazina za thamani ambazo Mungu ameweka ndani ya nchi. Kusaidia watu kujua hazina za thamani ambazo Mungu ameweka ndani ya nchi. Kusudi la pili la somo hili ni kusaidia kanisa. Tunaanzia pia kwenye peji ya 18. Kwa hiyo ambaye nasia basi tafadhali funua peji ya 18. Ni habari ya nchi na kusudi la Mungu. Mojawapo ya maswali ambayo vijana wengi hujiuliza ni kwa nini Mungu aliumba nchi? Je, Mungu aliumba nchi hiyo mahali pa kuishi tu? Je, aliumba nchi ili watu wapate mali pekee, au aliumba nchi kwa kusudi kubwa zaidi? Biblia inatuonyesha wazi kwamba Mungu hafanyi jambo lolote bila kusudi. Kwa maana Mungu ni Mungu wa makusudi. Ikiwa Mungu anakusudi kwa wanadamu, basi pia anakusudi kwa nchi aliyoiumba, wanadamu aweze kuishi ndani yake. Kusudi la kwanza la Mungu kuweza kuumba nchi, Mungu alipoumba nchi haikusudia ili kuonyesha utukufu wake ndani ya nchi, ili kuonyesha utukufu wake wapi? Ndani ya nchi. Kwa maana Mungu akaweka mito, akaweka bahari, akaweka nyota, akaweka wanyama. Sasa na kitabu cha Zaburi 19:1 inasema ya kwamba mbingu zatangaza utukufu wa Mungu. So Mungu aliumba nchi ili kuweza kuonyesha utukufu wake. Bwana tusaidie sana.
Natamani kwa taratibu kwa wale ambao wanaandika ili tupatane vizuri. Naelezea kusudi la ngapi? La kwanza, ili kuonyesha utukufu wake. Tukasema rangi za miti, wanyama, vyote vinavyoonekana vinatangaza utukufu wake. Tunavyoona ngozi wanaruka, tunavyoona milima, vyote hivyo pia vinatangaza utukufu wake. Vyote vinatangaza ukuu wa Mungu. Tunapoiharibu nchi kwa uchafuzi, uharibifu wa mazingira au matumizi mabaya ya rasilimali, tunapunguza ushuhuda wa uzuri wa uumbaji ambao Mungu aliweza kuumba. Lengo la pili la Mungu kuweza kuumba nchi ili mwanadamu awe na makao ya kutimiza kusudi. Mungu hakumweka mwanadamu mbinguni, alimweka duniani. Kwa maana Maandiko yanasema kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi imewapa wanadamu. Mungu alimweka wanadamu katika nchi ili aweze kutimiza makusudi yake wapi? Hapa duniani, sio mbinguni. Tuko sawa kanisa la Bwana? Amen. Mungu aliweka wanadamu katika nchi ili aweze kutimiza makusudi yake yote katika nchi. Akumtia mwanadamu mbinguni, tukutane kwa makini, aliweka katika nchi. Tuna ngapi hilo? La pili. Mwanzo nasema ya kwamba ile sura ya pili verse ya 15 utasoma au utaandika peke yako. Kama hajampa kazi, alimpa mahali pa kazi. Iko kwenye peji ya 20. Okay. Kusudi la tatu, ili mwanadamu haudhihirishe. Tafadhali hapa ninaandika vibaya sana nimesema. Ili mwanadamu haudhihirishe ufalme wake duniani. Mungu alipomuumba mwanadamu, alikusudia kupitia mwanadamu ufalme wa Mungu uonekane duniani au katika nchi. Ndio kwa maana kwa nilipokea kitabu cha Mathayo sura ya 5 na sura ya 6 verse ya 9. Kwa maana kitabu cha Mathayo kusoma sura ya 5 kuna hotuba ya Kristo alipokuwa mlimani, alipokuwa akihutubia wanafunzi wake, anaanza kuwafundisha habari ya sifa na heri. Ukifika kwenye sura ya 6 ambayo imekuwa kwenye syllabus, hapa Kristo anaanza kufundisha wanafunzi wake mambo makuu mawili, jinsi ya kutoa na jinsi ya kuomba. Anawaambia sahihi hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje wapi? Duniani. Kumbe wanadamu waliumbwa ili kupitia yeye ufalme wa Mungu uonekane wapi? Duniani. Na tunaona ufalme wa Mungu kupitia wanadamu kwa kupitia matendo yake, jinsi yanavyoongea, jinsi yanavyotembea, ndipo tunamuona Mungu kupitia mwanadamu. Ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Na neno hili mbinguni sio huko juu tu, na Mungu aliko mbinguni. Tafadhali, haleluya! Mungu aliko mbinguni. Tafadhali, unajua kuna injili ambazo watu walifundishwa kidogo hazijakaa vizuri. Tunaposema Mungu yuko mbinguni ni sawa na sio sawa? Sema amen. Mungu aliko mbinguni tu. Swali, kama Mungu yuko mbinguni tu, alipokuwa akiumba mbingu na nchi, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa duniani? Alipokuwa akiumba mbingu na nchi, Mungu alikuwa wapi? Alikuwa sirini. Mungu wetu ni Mungu ambaye anaenea kila mahali, hana mwanzo, hana mwisho. So injili ya kusema ya kwamba Mungu yuko mbinguni tu, hii ni injili ambayo wazungu walituletea, haijakaa sawa kidogo. Ndio kwa maana tunafanya kuona kwamba Mungu yuko mbali sana. Ndio maana dhambi zinakuwa nyingi sana. Unafikiria kwamba ukienda huku kijana na binti na haipasiri kwamba Mungu yuko mbali sana, uko juu mbinguni. Kwa tunume sana. Lakini sio kweli. Uko juu na mbinguni. Uko juu sio mbinguni. Mbinguni mahali ambapo Mungu yuko, hapo ndipo mbinguni. Tuko sawa ibada? Hapo ndio wapi? Ndio mbinguni. Mahali ambapo Mungu yupo, hapo ndipo mbinguni. Na hatutaenda mbinguni sisi tafadhali. Hivyo tunaingia nyingi hapa. Huu ni
ni mkutano wa vijana, lazima tuendane sawa. Haleluya! Nasema kama mwalimu wa ibada hatutaenda mbinguni, ila nyimbo zimeimbiwa, usisema kwamba usizimbe, zimbe, lakini hatutaenda wapi? Mbinguni, kwa maana huko juu sio mbinguni. Kama huko juu ni mbinguni, Mungu alipokuwa akiumba mbingu na nchi alikuwa wapi? Kama kuna jibu nitakubali. Haleluya! Sema amen. Asante sana. Kama ni ya nchi, kama ni ya nchi, wapo watu wanaofundisha kwamba mbingu ni 3, lakini kuna wengine wanasema kuna mbingu 7. Lakini mbingu hizi 3 tumeziona kupitia Paulo kwenye kitabu cha Korinto, kwenye habari za mafunuo, anasema mpaka mbingu ya 3. Wengine wanasema mbingu 7, lakini hizi 7 hatuzionei maneno kwenye Biblia, hatujui yametoka wapi. Haleluya! Hatujui yametoka wapi mbingu ya 7. Hiyo mbingu ya 7 imeandikwa wapi? Sema ile. Hakuna kitu kama mbingu ya 7. Tunajua ziko 3, lakini hatuna uhakika nazo sana kivyo, kwa wale habari za mafunuo, kwa sababu kitabu cha Waefeso sura ya 4 verse ya 10 inasema kwamba yeye aliyeshuka ndiye aliyepanda kuliko juu ya mbingu zote. Sasa hii na kazi ikini kwamba habari za mbingu za Mungu mwenyewe. Haleluya! Sema amen. Na kila sana msumari hatutaenda wapi? Mbinguni. Hiyo ni injili ya wazungu bwana. Kuteka fikra zetu kuangalia wapi? Juu. Tumepewa nchi, kama nchi. Hii ndio ya kwetu hii. Amen. Tumepewa nini? Nchi. Ili tuitunze, tuilime. Bwana tusaidie sana. Bila kusema kwamba utaenda mbinguni au kwa mijengo mikubwa. Unashindwa kujenga kwa sababu ya kusubiria nini? Mbingu. Sio kweli. Bwana tusaidie sana. Tutairisi nchi. Haleluya! Sema amen. Hiyo ni kusudi la ngapi? La ngapi? Okay, kusudi la 3 hiyo. Ili wanadamu hawe utawala wapi? Katika nchi. Wanadamu waliumbwa hivi hawe utawala duniani. Atawale wanyama, atawale miti, atawale samaki. Lakini tunaposema neno ili kutawala, ina maana ya uwezo wa kuwa na mamlaka juu ya, ndio maana ya kutawala. Na kuna siri kubwa katika kutawala. Kuna siri kubwa katika kutawala. Siri ya kwanza katika kutawala ndio itakusaidia jina. Siri ya kwanza katika kutawala ni jina. Damu alipokuwa aweza kupatia vitu vyote majina ili aweze kuvitawala. Jambo la kwanza kutawala vitu bila kuvipatia majina. Sema amen. Siri ya kwanza ya kutawala nini? Jina. Ndio kwa maana kijana yuko mahali hapa, kama unakwisha kuoa, lazima mke wako umpe jina. Isema kwamba umemiliki, yuko chini ya mama yako. Bwana tusaidie sana. Mke wako umpe jina. Sio shuti. Mke wako umpe nini? Jina. Ishara ya nini? Ya kumtawala. Hiyo ni kanuni. Hiyo ni siri ya kwanza. Adamu ndiye aliyepanga vitu vyote majina kabla ya kwanza kuvitawala. Kumbe kuna siri kubwa katika kutawala. Siri ya kwanza ni jina. Muhimu sana. Viongozi wote wakubwa katika dunia hii, Mungu majina ya wake zao wote, wana majina ya waume zao nyuma. Hiyo ni kanuni ya kimungu kabisa. Bwana tusaidie sana vijana. Leo ndio kwa maana ndoa nyingi zinabomoka. Shida ni kwamba mkeo hajampa jina, hajakuwa chini ya nyuma yako. Ndio ina nguvu bwana. Sema amen. Mke wako umpe nini? Jina. Ishara ya kumjua nani? Na mume. Haleluya. Okay. Bana habari hizi za jina ndio kwa maana hata shetani alipokuja kumjaribu mwanadamu, shetani hakutumia mbinu nyingine, alitumia mbinu ya jina. Shetani alipokuja kumjaribu mwanadamu au kumwangusha, alikuja na maneno
ya ukweli kabisa. Shetani hakuongea uongo alipokuwa akiongea na mwanadamu. Tafadhali, aliongea ukweli. Ukila tunda utakuwa kama Mungu. Tuko sawa ibada? Alihili sana na habari ya utambulisho. Alimwambia kwamba ukila tunda utakuwa kama Mungu. Shetani hakusema uongo, alisema ukweli, lakini ndani yake hamkuwa kweli. Alisema nini? Ukweli, lakini hakuwa na nini? Na kweli. Shetani huyo akasema kwamba ukila utakuwa kama. Kumbuka, Adamu alipoumbwa aliumbwa kama Mungu Bwana. Haya kudanganya, alimwambia ukweli, utakuwa kama. Shetani anapokifanya kanisani, anakufanya kukuaminisha ya kwamba wewe ni maskini, lakini Mungu alipokuumba hajakuumba na umaskini. Kwa maana kitabu cha Waefeso sura ya kwanza ile verse ya 3 inasema atukuzwe Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki baraka zote za rohoni ndani ya Kristo Yesu. Shetani anataka kukuaminisha kitu ambacho uko nacho kama huna nacho. Akasema ukila tunda utakuwa kama, na huko Adamu aliumbwa kama Mungu. Aliongea kweli, inakuwa na kweli ndani yake. Kuweza kutawala, mbinu za Babeli kuweza kutawala. Ukisoma kitabu ambao walikwenda kutoka katika mji wa Yuda, ile sura ya kwanza kitabu cha Danieli, kuna habari ya vijana wanne ambao walikwenda kutoka katika mji wa Yuda. Lakini kabla mfalme huyu Nebukadneza, Azaria, Hanania na Mikaeli wakaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwa nini? Alijua ya kwamba akienda kudini utambulisho wao atawapata kisahihi. Kumbe kuna siri kubwa katika nchi. Kadhalika pia tulipokuwa katika nchi ya Kongo, tuliitwa raia wa Kongo. Lakini baada ya kufika katika nchi ya Tanzania tukapewa jina jipya. Leo tunaitwa wakimbizi, ishara ya kumilikiwa na Umoja wa Mataifa. Basi sana. Leo tunakuwa wakimbizi, tunakwisha kupewa jina moja kwa moja, ishara ya kutawaliwa, ishara ya kumilikiwa. Watu jambo hilo wanalifurahia, watu jambo hilo wanalipenda. Wengine wanapiga simu mpaka nyumbani kwamba njooni kamili. Bwana warudie sana, Bwana warudie tena. Yes, tukapewa jina, tukaanza kuitwa wakimbizi. Hizo ni mbinu za adui tu kwa lengo la kuweza kututawala. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 verse 24, kwa Mungu anasema ya kwamba kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa nini Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao? Musa alipokuwa mtu mzima. Mtu mzima ni mtu ambaye ana uwezo wa kujua nchi yake. Mtu mzima ni mtu ambaye anajua thamani ya nchi yake. Alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, kwa maana alijua ipo siri katika jina. Jina ni ishara ya kutawaliwa. Aliweza kuiona thamani ya nchi yake, akasema ni vyema kukutezeka pamoja na ndugu zangu. Ni mara ngapi unapeleka misaada katika nchi yako? Wapia wenzako, ni mara ngapi? Hakuna. Si maombi kila siku unaomba sawa. Nilisema itembeni kwa maombi tu, lakini pia na support na pesa. Gani nikwambia tunapaswa kuwa na akili kichwani, Yesu moyoni, pesa wapi? Mfukoni. Bwana tusaidie sana. Muhimu sana kuelewa hilo. Kuna muhimu sana kuelewa hilo. Support nchi yako. Hiyo ndio iliyopewa na Mungu kama zawadi. Bwana tusaidie sana. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Alianza kuwatawala, akageuza majina yao. Sawasawa, ukisoma kitabu cha Ruth, hata kama kuna wasomi wazuri sana. Kitabu hiki cha Ruth kimeandikwa na Marekani mmoja mweusi ambaye anaitwa Alex Haley. Kitabu hiki kimeandikwa mwaka 1972. Kinaelezea habari ya mtu mmoja ambaye anaitwa Kunta Kinte. Hivi watu weupe walipokuja Afrika
nchi moja ambayo inaitwa Gambia. Walipofika pale Gambia, wakaanza kuteka vijana. Baada ya kuteka wale vijana, wakawapeleka Marekani katika state moja ambayo inaitwa Georgia. Tuko sawa ibada? Walipofika kule Georgia, jambo la kwanza wale vijana wakaanza kupewa majina mapya. Lakini miongoni mwa wale vijana kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Kunta Kinte kutoka Gambia. Wakamchukua yule kijana, wakataka wampatie jina lipya, jina la kizungu aitwe Toby. Kunta Kinte akasema my name is not Toby, my name is Kunta Kinte. Maana kwamba jina langu mimi sio Toby, mimi ni Kunta Kinte. Kwa hiyo ndio shida bwana, tunataka hadi kabisa. Mtu akitaka na mwela jina la Esther, imetoka wapi hiyo? Sio kweli. Washaelewa sana. Sio kweli. Kunta Kinte hiyo baadaye kugeuza jina la kapata mkuu. Hata kama alimkata mkuu Kunta Kinte, aliendelea kuitwa Kunta Kinte. Washaelewa sana. Kwa hiyo wasababu alijua thamani ya jina lake. Jina ndio utambulisho wa mtu. Unapoitwa Mkongomani, huo ndio utambulisho wako. Usiukane. Usiukane. Watu wengi leo wanadhani hayo Mkongomani. Wengine hivi ni wahuni hapa, usiukanie. Bwana tunaomba sana. Bwana tunaomba sana. Usikane jina lako. Huo ndio utambulisho uliopewa na Mungu. Sema amen. Huo ni utambulisho uliopewa na Mungu. Biblia ya pili alianza kubadilisha lugha yao. Mfalme wa Babeli alipoteka vijana wa Yuda, wale vijana wangapi? 4. Hivyo kwenye Fungu 22 alianza kubadilisha lugha yao. Mungu hii inaweza kugeuza fikra sana. Leo kambini kuna mmoja anajiita wenye somo OG. Wengine wenye somo fake zebu. Na mtu wa somo OG anaziba mbele ya mtu wa somo fake. Taniambia nini bwana? Wewe mkuja tu. Anaziba kuelewa siku ni wanani? Wa Mungu tena wakimbizi. Kwa somo OG aliona kuwa Mungu na zaidi ya wenzake. Kuna wengine hata kuoa wanakataa. Kama ndaka ya somo jamani, ile toka wapi? Huu ni Ukristo ni upagani. Huu ni Ukristo ni upagani. Mimi wangu hata hawe na somo feki na kutua. Sema amen. Haleluya. Asante sana. Mambo ya ajabu sana. Na huyu naye ambao feki ndio anajua. Ndio anafunja yule. Ndio anafunja yule. Lakini huko hapa kabili. Na pia ni mtumishi. Hakuna haja ya kujitenga. Sisi ni watu wa mtu mmoja, nchi moja, taifa moja, lugha moja, lugha ya taifa moja. Tusaidie sana. Haleluya. Lazima tuwe na sehemu moja. Tuache kubagwana. Ni mbinu za shetani tu kutenganisha. Wala sio mpango wa Mungu hata kidogo. Wala sio mpango wa Mungu hata kidogo. Lakini sana kwa hilo. Kama ni ya nchi. Kama ni ya nchi. Okay. Biblia pili ataanza kuwadilishia maeneo. Wengine watakaa huku, wengine watakaa huku. Kama hivi tulivyokuja Kongo, watu waliokaa ruhusu na wengine na ruhusu. Ni mipango tu ya shetani. Ni mipango tu ya ukoloni. Tuwe makini sana kabisa. Jambo la mapio la tatu la pili. Jambo la ngapi? La tatu. Jambo la nne, chakula. Baada ya kuteka vijana wale sasa kuwapa chakula. Lakini chakula hiki hakikuwa salama sana. Kwa maana verse ya 8 Mungu anasema kwamba Danieli akasema ya kwamba sitapitia unajisi na chakula cha mfalme. Sema chakula. Chakula alijitenga na chakula cha mfalme. Kwa nini? Alijua siri iliyokuwa ndani ya chakula kile. Haikuwa chakula cha nia nzuri. Siko huko. Kadhalika pia sisi ambao ni vijana wa Kristo, ni aina gani ya chakula ambayo tunakula? Mafundisho ni mengi leo. Yale mafundisho ambayo vijana wanayasikia huko nje, hadi hawana tena hadi ya kula afya kile ndani ya kanisa. Wanaanza kuvimba mtaani ambao wamekwisha kujua na bado hawajajua. Chakula muhimu sana. Chakula.
Si kila chakula ambacho unapaswa kula. Sio kila mwalimu ni mwalimu wako. Sio kila elimu ambayo unapaswa kuisoma. Tafadhali sana. Kuna elimu zingine za kutoa kwenye mstari wa Mungu. Tuko sawa vijana? Lakini sana. Kabili hapa zipo elimu nyingi sana. Na lengo la elimu hizi si kujenga, ni kusambaratisha. Kwa kuwa wanajua wakishika vijana, wameshika nchi. Haleluya. Lakini sana kwa baadhi ya chakula. Wengine zako unakula nini? Unakula nini? Kuna fundisho gani ambayo unasikia? Mwalimu wako ni nani? Anakufundisha nini? Habari ya nchi. Okay. Jambo la tano, elimu ya ukadhayo. Baada ya kuwatenga, akaanza kuwafundisha elimu ya ukadhayo. Samahani, mambo haya hapo kwenye syllabus tafadhali. Akaanza kuwafundisha elimu ya ukadhayo. Jambo la tano, la sita, akaanza kuwafundisha ibada ya sanamu. Lakini vijana hawa wanne katika mji huu wa Babeli, hata kama walifundishwa ibada ya sanamu, wao walikataa kuabudu nini? Sanamu. Lakini bahati mbaya leo vijana wengi ndani ya kambi hii tunaabudu sanamu. Kuabudu sanamu si kukaa mbele ya mti tu. Hapana, sio hivyo. Maandiko yanasema nini? Hata uzinzi pia ni ibada ya sanamu. Tuko very busy leo na michiliko sisi ambao tunaimba kwa tena hapa. Kwa tumejua sana. Hiyo pia ni ibada ya sanamu tafadhali. Hivi unapoamua kumfuata Kristo lazima uwe mtu wa msimamo. Sio mtu wa kona kona. Uwe mtu wa msimamo. Nyooka. Ukiwa mguu ndani, mguu nje, hapa kuna upepo utayumba, utaanguka. Kwa usaidie sana. Sababu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa shupavu. Jambo la kwanza alikuwa na msimamo. Jambo la pili alikuwa ni mtu wa maombi. Si muombaji tafadhali. Alikuwa mtu wa maombi. Kwa maana kutofauti wa kuwa ndiye maombi. Nafikiri ilikuwa ni swali hili. Hatuna haja ya waombaji sisi. Tunapenda mtu ambaye anaishi maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Omba kabla hujaomba. Sema kabla hujasema. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 8, verse ya 8, kuna habari za akida. Walimwendea Yesu wakisema kwamba nyumbani pangu kuna mgonjwa. Yesu alisema nini? Alisema nini Yesu? Akida alisema neno moja tu. Kwa kuwa alijua Yesu akisema amekwisha kuomba. Havihitaji mbele nyingi sana. Pole kidogo. Kwa usaidie sana. Havihitaji mbele sana. Vinahitaji imani yako. Na imani yako inatengenezwa na maisha yako. Uhusiano wako na Mungu. Hayo ndio maombi. Sema amen. Tuwe watu wa maombi. Tusikishi vipindi vya maombi, bali tuishi maisha ya maombi. Watu wakikuona na kuona Mungu, una nguvu, una mamlaka ndani yako. Kwa usaidie sana. Ndio maana ya kuishi maisha ya maombi. Hayo ndio maombi ambayo tunahitaji. Kama una swali tena andika. Haleluya. Sema amen amen. Mwambie mwenzako ishi maombi. Usiishi vipindi vya maombi. Okay. Tupo kwenye peji ya 22. Kila nchi na kusudi lake. Kila nchi na kusudi lake. Mungu ana kusudi la nchi yako. Huwezi kujua kusudi la nchi kabla ya kujua kwanza wewe ni nani katika nchi. Huwezi kujua kusudi la nchi kabla ya kujua wewe ni nani katika nchi yako. Kuna umuhimu pia kujitambua katika nchi yako. Katika nchi yako wewe ni nani na unafanya nini? Unasaidia watu kitu gani? Danieli alikuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto. Wewe katika nchi yako unatatua changamoto gani ambayo ni kama ni ya nchi yako? Changamoto gani? Jifunze nchi yako vyema. Ielewe historia ya nchi yako vyema, itakusaidia sana. Ielewe nchi yako imebarikiwa nini? Ni rasilimali gani ambazo Mungu alificha ndani ya nchi yako ili uweze kuitendea kazi. Ndiyo mpango wa Mungu. Chunguza vipawa pia na karama ambavyo Mungu ameweka ndani yako
kwa lengo la kusaidia nchi yako. Hebu tuone kusudi la 5 na Mungu kwenda kuiumba nchi. Hakika na Mungu kwenda kuiumba nchi. Hapo pia nimekosea kwenye kuandika silabasi hapa chini. Nimetia Edeni, nimetia Gosheni. Kabla ya kutia Gosheni, tia Safina. Edeni, Safina, then Gosheni, kisha kanisa, kisha nchi mpya. Nimekosea kwa kuandika. Andika Edeni, Safina, Gosheni, kanisa, kisha nchi. Na peji ya 22 ili kuleta Yerusalemu mpya. Kumbuka Mungu alipoumba mwanadamu alikusudia mwanadamu aishi ndani ya Edeni milele. Mungu alipoumba mwanadamu alikusudia kumuona mwanadamu akiishi ndani ya Edeni milele. Lakini kwa kuwa mwanadamu mtu aliyeumbwa siku ya 6, siku ya mapungufu, itakia mwanadamu waanguke. Kwa maana mwanadamu hangeanguka, Yesu angelikuja. Tuko sawa ibada? Itakia mwanadamu kwa yeye aanguke dhambini ili Yesu haje. Mwanadamu angeanguka, Yesu angelikuja. Mwanadamu akaanguka. Baada ya mwanadamu kuanguka, ndipo Mungu tunaona anafunua mpango wa ukombozi katika kitabu cha Mwanzo 3 verse 15. Mwanadamu alipoanguka. Lakini pia tunaposema nchi hii mpya ni tofauti ya Yerusalemu hii iliyoko leo ya Benjamin na Netanyahu, ile iliyoko Israeli. Yerusalemu mpya hii sio kama ile watu wanakufa, ile watu wanamvua, ile kuna vita, ile kuna viongozi. Lakini Yerusalemu mpya hii sio kama ile. Hii kiongozi wetu ni Yesu Kristo. Huku hakuna kuoana, tunaishi maisha mapya, maisha ya utukufu wa milele. Bwana saidie sana. Na katika nchi hiyo hakutaingia kinyonge wala mdhaifu. Kutaingia watu walio safi, waliosafisha mavazi yao. Hata wewe ni mwimbaji kiasi gani, kama wewe si mtu wa kweli, nchi hiyo sio ya kwako. Bwana saidie sana. Hata mhubiri kiasi gani, kama wewe sio mtu wa kweli, nchi hiyo sio ya kwako. Jana nilisema kuwa kiroho ni kuishi maisha ya haki, kweli na utakatifu. Ndio maana ya kuwa kiroho. Haleluya. Ndio maana ya kuwa kiroho. Nikasema sio kutembea taratibu, wala sio kuvaa nguo ndefu sana, wala vitambaa sana, bali maisha ya kweli, haki na utakatifu. Ndio maana ya kuwa kiroho. Haleluya. Nchi hiyo hakutaingia kitu ambacho ni dhaifu. Hata uwe mhubiri kiasi gani, katika nchi hiyo hakuna nafasi. Lakini pia Yesu, katika nchi hiyo hakutaingia mwanaume hata mmoja, kutaingia mwanamke. Tuko sawa ibada? Katika nchi hiyo hakutaingia nani? Mwanaume. Injilisti wanaume anaenda wapi? Mbinguni. Sio kabisa. Mwanamke ndiye atakaye habari nani? Kanisa la Bwana. Sema nene. Ambia mwenzako na wewe ni mwanamke. Sema nene. Yesu ndiye mume wetu sote. Huko hakuna kitu cha mtu mume wala mke. Sema amen. Ndio atakayoingia katika nchi hiyo. Nchi nzuri sana. Nchi ambayo inametameta. Hakutaingia kinyonge tafadhali. Pia anasema vijana hakutaingia kinyonge. Huku hakutaingia kinyonge wala dhaifu. Nchi nzuri sana. Kuheri kutana yuko mahali hapa, usikose mbingu. Bora ukose kutuma dada, usikose mbingu. Bora ukose jezi ya kwaya, usikose mbingu. Bora ukose mavazi, usikose mbingu. Kama ni nchi, hiyo ndiyo nchi ambayo Mungu amekusudia ili watakatifu waweze kuishi ndani yake. Na hii ndio hatima ya kanisa. Ndio nini hatima ya kanisa?
Bila nchi hiyo hakuna kitu. Tuna matumaini katika nchi ijayo. Haleluya, sema amen. Muhimu sana kuelewa hiyo. Ipo nchi nzuri inakuja, hii ni mtakatifu wako tu. Ibrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Sio cheo chako, sio uimbaji wako, sio karama yako, sio huduma yako, bali utakatifu wako tu. Havihitaji maombi, inahitaji utakatifu wako. Sema amen. Haleluya. Utakatifu wako yuko. Mbarikiwe sana. Asante sana. Tuingie kwenye peji ya 23. Kijana na thamani ya nchi. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12, Maandiko yanasema kwamba mtu awaye yote asidharau ujana wake, bali uwe kielelezo kwa wao waaminio katika usemi, mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Kila kizazi kina jukumu lake katika historia. Mungu hakuiweka dunia mikononi mwa wazee pekee. Kila kizazi kina sehemu ya kutimiza katika mpango wake. Vijana ni sehemu kubwa ya nguvu ya taifa au nchi. Ndani ya kijana kuna nguvu, mawazo mapya, uwezo wa kujifunza, ubunifu, uwezo wa kubeba maono. Lakini nguvu bila maono inaweza kupotea. Sema amen. Tuone pointi ya kwanza katika kijana thamani ya nchi kwenye peji ya 24. Tuone wajibu wa kanisa katika kujenga nchi. Kanisa si mahala tu pa kuambiana sehemu za kwenda mbinguni, lakini pia sehemu ya kuambiana habari za kuijenga nchi. Kwa maana mwili huko duniani. Tuko sawa? Mwili huko wapi? Duniani. Kule pia kuna umuhimu wa kuambiana habari za kuijenga nchi. Kitabu cha Yeremia inasema kwamba ile 28:7, itakeni amani ya nchi ule niliyokuamisha, mkaombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake ninyi mtapata amani. Andiko hili linatuambia kwamba sisi ambao ni wakimbizi tuna umuhimu wa kuombea nchi ya Tanzania. Kwa sababu sana, kwa maana nchi hii ikiwa na amani, sisi pia tuna nini? Tuna amani. Kumbe tunapokuwa tukiombea nchi yetu, tusisahau kuombea pia Tanzania. Kwa maana kama tunahubiri leo tupo katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu sana, nchi nzuri sana. Kumbe tunapokuwa tukiomba, tafadhali tuombee pia na nchi ya Tanzania. Kanisa halijawekwa duniani kwa ajili ya kuhubiri tu ndani ya majengo yake, bali pia kumsaidia mwanadamu kuwa mtu bora katika familia, jamii na taifa. Na katika na kanisa pia linapofundisha mtu kumcha Mungu, kumpenda jirani, kufanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu na kutenda haki, inakuwa tunashirika katika kujenga nchi. Kanisa lijenge amani katika nchi. Wajibu wa kanisa katika kuleta nchi amani katika nchi. Ukisoma kitabu cha Mathayo vizuri, sura ya 5 mpaka sura ya 7, ni sura ambayo Yesu alikuwa akihutubia watu. Katika sura hizi Yesu anaanza kutuonesha kwamba sisi ndio nuru ya ulimwengu. Kumbe nchi yetu ili iweze kuwa na nuru, tuna haja ya kuona watu ambao wamekwisha kuokoka waingie katika nchi yao, na ikibidi hata katika mifumo ya serikali, ili tuweze kuwa nuru kule. Kwa usaidizi sana, hata tuombe kiasi gani, kama katika mfumo wa serikali hakuna watu ambao ni wa Mungu, maombi yetu hayatapata nafasi. Pia kuna wajibu pia watu ambao ni wa Kristo waingie ndani ya serikali. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Thamani ya nchi. Thamani ya nchi. Tupo kwenye pointi ya ngapi? Pointi ya kwanza ya kijana na thamani ya nchi.
wajibu wa kanisa katika kuweza kuijenga nchi. Tunasema kanisa lijenge amani katika nchi yake. Haleluya. Leo tunazungumzia jambo la watu. Tumeona nchi na kusudi la Mungu, tumekueleza makusudi makuu matano, na tukagusa pia jambo lingine jipya katika peji ya 23 ambayo inasema kijana wa thamani ya nchi. Na hapo ndipo ambapo katika siku hii ya leo tumekwenda kuishia, na Bwana atubariki. Amen.